usiku wa manane, inachoganisha na makerubi, inachoganisha na maserafi, inachoganisha na wazee 24 mbinguni, na Baba yako ninakuabudu. Wewe uketie
Majina inaitwa Pastor Mary. Na zaidi ya yote nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amen. Furaha yangu sio hiyo jina tu, lakini furaha yangu ni kwamba majina yangu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Amen. Na ninajua kwamba baada ya maisha nitamwona Mungu tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nimeokoka, ninatoka kanisa linaitwa Grace Emmanuel Church. Nimefungua kanisa, niko na miezi miwili nikiwa nimefungua kanisa. Amen. Namshukuru Mungu maana maandiko yanasema ya kwamba tena jambo linatendeka na kuleta wema hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu ya Pastor Veronica. Hallelujah. Amen. Let us appreciate our pastor. Hallelujah. Wakati alikuwa anafungua kanisa hili, akifungua kesho kama leo, tulienda pale na kubuka pale juu. Tukaomba mahali pale. Kikweli kadumu tukandogo. Sema na hawe kubwa. Tukandogo. Na tukaomba. Na Mungu akanena. Akasema ya kwamba mwanzo wako unaweza kuwa mdogo. Lakini mwisho wako utakuwa mkubwa. Amen. Namshukuru Mungu ni kwa sababu Bwana ahadi yake ndio amina. Amen. Kwa sababu amenipitisha. Na bado tu kile kionjo. Amen. You are going somewhere. Amen. The glory of God. Amen. Hapo bado ni bango kutapapanua. Maana isiwe kukaani. Amen. Bado hawaja kuja dia Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi. Andiko nasema na Mungu akamwambia Yeremia, unaona nini? Akamwambia Bwana, ninaona mlozi, mti wa mlozi. Akamwambia basi umeona vyema, maana mimi nitalifuatilia neno langu. Amen. Amen. Praise God. Amen. Na namshukuru Mungu wa haya madhabahu, ni kwa maana yale aliyoyanena tukiomba na huyo mtumishi. Hakika mimi nimeshangaa maana nimemwona Bwana. Amen. Nakumbuka 2020 niliandikwa mahali hapa na nilipata magunia. Tuliabudu hapa chini ya magunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sasa ni miaka 7 ndio nimekanyaga tena kwenye haya. Amen. Tarajia kitu leo kutoka kwa Bwana. Amen. Na Mungu akusaidie watu wake pasipo na sababu. Kuna kitu kinaenda kutendeka katika ulimwengu wa roho. Amen. Katika maisha ya mtu usiku wa leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Veronica, ndio bless. Amen. Naishipo mafuta iliyo ndani yako. Amen. Amenifuata sana. Amenifuata zaidi. Na hiyo kumaanisha kana kwamba my pastor, you have a father who is spirit. There is a father who is spirit in you, or a mother who is spirit. You know, in heaven there is no gender. We are all sons in the kingdom. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni huko duniani mama na baba. Lakini tutakapofika huko, huyu mtumishi wa Mungu ni bibi harusi wa Kristo. Amen. Na huyu mtumishi wa Mungu ni bibi harusi wa Kristo. Amen. Na mimi ni bibi harusi wa Kristo. Amen. Kwa hiyo wakati tutakapomwona bwana harusi mawinguni akishuka, sote tuwana na tutalaki, tukutane na yeye. Ni hapa tu duniani nasikia baba. Hallelujah. Amen. But when it comes to the works of God, we have this in the kingdom. Amen. Amen. Usiku wa leo ninataka kuzungumza juu ya dapana. Midnight prayer. Ama nataka kuzungumza juu ya maombi. Ama nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Ninaamini Mungu atatubariki katika jina la Yesu. Ngasa ni kidogo. Biblia yangu ni kidogo kwa hivyo ruhusu nisome na simu yangu. Na Bwana wa majeshi atawabariki. Amen. Tume katika kitabu cha Matendo ya Mitume.
Heshimu sana viongozi wa hili kanisa. Pesa na moshi umenibariki jamani. Utaenda mbali. Bwana wabariki. Amen. Kanisa lote kwa jumla nyinyi ni watu wa ajabu. Bwana wabariki. Amen. Amina. Amina. Okay, Acts of Apostles ama Matendo ya Mitume 16 and the verse 25. Nitasoma katika jina la Yesu. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Mstari wa 25. Ghafla, sema ghafla. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Bwana abariki neno lake. Amen. Baba, ni asante jitukuze kwa hili neno. Maana unasema ya kwamba kitabu cha Mathayo kifungu cha 4 na mstari wa 4 ya kwamba mwanadamu hataishi kwa ajili ya chakula peke yake, lakini mwanadamu ataishi kwa ajili ya neno lako litokalo kwenye kinywa chako. Na kwa hivyo Baba, ninapolizungumza hili neno, ninaomba Baba yangu ukapate kutamalaki, tukafunguliwa leo na tukapate kile mbingu limetuandalia, na sifa na utukufu zikapate kukurudia. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ujumbe wa leo unafichua nguvu ya maombi ya usiku wa manane na matokeo yake katika ukombozi wa vita vya kiroho na mafanikio yake. Tarudia. Nasema ujumbe wa leo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafichua nguvu ya usiku wa manane na matokeo yake katika ukombozi wa vita vya kiroho na mafanikio yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa manane ni wakati muhimu katika kiroho ambapo vita vinapiganwa, ambapo hatima za watu wengi zinaamuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ambapo ushindi unashinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa manane ukisoma katika maandiko yanasema, Biblia nzima tunaona mifano ambayo inaelekeza ama inaonyesha uingiliaji kati wa kiungu ukitenda kazi sana sana katika usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiposa hapa tunaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume, maandiko yanasema ya kwamba Paulo na Sila walikuwa wakimwimbia Mungu na walikuwa wakimwomba Mungu. Na maandiko yanasema na wale wafungwa wengine walikuwa wameketi chini wanasikiliza. Naomba usininone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinipa moto kiasi nitakuwa ni afadhali. Maana ukininyonga wanimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwa ghafla, haleluya, Amen, pakawa tetemeko kuu la nchi, na maandiko yanasema na milango na misingi ya gereza ikatikisika, na milango ikafunguka, na vifungo vya watu vikalegezwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kuambia mtu ya kwamba kuna nguvu katika maombi ya usiku wa manane. Amen. Haleluya. Amen. Paulo na Sila walikuwa wakiomba usiku ni kwa sababu walikuwa wameshikwa, si kwa sababu walikuwa wamewezi, si kwa sababu walikuwa wamekosa, lakini walikuwa wameshikwa ni kwa sababu ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Na walipowekwa pale gerezani, hawakumwombolekea Mungu, hawakumwambia Mungu, Bwana nipitia haya, hawakumwambia Mungu, kwa nini Mungu haya yote mambo hili napitia. Lakini maandiko yanasema licha ya kuwekwa katika gereza, walianza kumtukuza Bwana na sifa, walianza kumwomba Bwana wakisema, hakika Hosana mwana wa Daudi, wewe unastahili, wakimshukuru Mungu kwa yale
kiungu ukitenda kazi. Tunakumbuka katika kitabu cha Kutoka kifungu cha 12, twende in the book of Exodus. Turn in the book of Exodus. Kifungu cha 12 na mstari wa 29. Maombi ya usiku wa manane inafanya kazi. Haleluya. Maandiko yanasema hivi: hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yananiambia kwamba Mungu akanena na Musa. Haleluya. Ni kwa sababu Farao alikuwa ameshika watu wa Mungu wasiende kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu akaona kilio cha wana wake, akaona mateso ya wana wake, akaona kufinyiliwa kwa wana wake. Na maandiko yanasema usiku huo Mungu akanena na Musa, akamwambia usiku huo ninapita juu ya nchi ya Misri, na nitaenda kuhukumu miungu yote ya Misri. Nitaenda kuua kila mzaliwa wa kwanza, kutoka yule aketie katika kiti cha enzi cha kifalme mpaka hata mzaliwa wa kwanza wa wanadamu na mzaliwa wa kwanza wa wanyama. Na Farao atapata kujua ya kwamba mimi ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa ameona kilio cha wana wake, na usiku wa leo nimetangaza Mungu ameona kufinyiliwa kwake. Mungu ameona mateso yako. Mungu ameona kilio chako, na Mungu ameshuka usiku huo wa manane. Kupitia maombi tunaenda kuomba, kuna mtu anafunguliwa katika jina la Yesu. Hatujaitwa wanaikiu peke yake, tumeitwa kwenda katika mataifa. Wanafunguliwa leo katika jina la Yesu. Wewe umekalia kipawa chako, Mungu anakuita leo ukapate kuamka katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu ameshuka kukukomboa. Maandiko yanasema na kukawa na mtu aliyekuwa jina lake anaitwa Legion, na maandiko yanasema Yesu alipokuwa akipitia mahali pale, yule mtu alikimbia akamsujudu, akamwambia Yesu, niko na nini na wewe? Na maandiko ya Mungu inaniambia kwamba huyo mtu aliweza kumsihi Yesu ni kwa sababu ni mapepo ilikuwa ndani yake. Akamwambia Yesu, ninakuomba uturuhusu tuingie kwenye zile nguruwe, usituangamize kabla ya wakati wetu. Na Yesu akaamuru yale mapepo yakaingia ile nguruwe, na yule mtu akapata kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema na yule mtu akaambiwa, rudi kwenu ukatawagazie watu habari njema ambayo imekutendekea. Na maandiko yanasema na yule mtu akaenda katika mji wao uliokuwa unaitwa mji wa Dekapoli. Na ukisoma katika historia ya Biblia inasema Dekapoli ilikuwa na 10 cities, na yule mtu akapita yule mji na akaanza kupiga mpaka jina ya Yesu. Huyo mtu akaanza kuenda 10 cities of Dekapoli. Nimekuja kuongea na mtu wa Mwanakio katika jina la Yesu aliye hai. Hautaitwa Mungu Mwanakio peke yake, unaitwa uende Nairobi, umeitwa uende Mandera, umeitwa
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So number one, the midnight prayer breaks chains and the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Amen. Kama maombi, kama nguvu za maombi ya usiku wa manane inavunja minyororo na inafungua milango. Amen. Sipindi minyororo inang'aa. Lazima iwachilie leo. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima hiyo minyororo ambayo amekufunga iwachilie leo. Amen. Unafika hapa saa 11 unamwita Mungu. Unamwambia pasa leo mimi nakesha hapa. Ninatamani kumtafuta Mungu. Daudi mtunga Zaburi akafika mahali akasema kama vile nyala aambiwa navyo lakio akitafuta maji ya mto ndivyo nafsi yangu inamtamani Mungu. Haleluya. Amen. Ni lini tutakuwa na shauku katika nyumba ya Bwana? Tushindane tu kuingia katika nyumba ya Bwana tukapata kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ananiambia niwaambie msitosheke bado hamtafika. Haleluya. Msitosheke bado. Haleluya. Mjengo inakuja. Haleluya. Kuna wale pasa wametosheka kuona huo mjengo. There is another building coming. Because I can see it. Ninaona watu wakiwa pale juu. Ninaona wengine wakiwa katikati. Ninaona wengine pande hii. Na ninaona pengine pande hii. Ni kwa sababu mti huu lazima ubadilishwe. Chochote kimekamata mti huu. Mungu amesikia kilio. Mungu ameona kung'ang'aniza kwa mti huu. Mungu ameona kuvinyiliwa. Na ameshuka akapata kukomboa mti huu. Katika jina la Yesu aliye hai. Maandiko yananiambia kwamba na Mungu akanena na Yeremia akama pia nimekuweka leo mbele ya mataifa. Nimekuweka leo juu ya falme. Nimekuweka leo juu ya mataifa. Ukapate kung'oa, ukapate kuangamiza, ukapate kuharibu, ukapate kubomoa kila pepo isiyo ya Mungu, na ukapate kupanda na ukapate kujenga imani katika mji huu katika jina la Yesu. Na utangaze katika jina la Yesu. Chochote kile kinang'ang'aniza mji huu, roho ya kuua maono mji huu, roho ya kung'ang'aniza watu wa Mungu, tunaiteka nyara katika jina la Yesu. Tunaiweka chini na uzeto. In the name of Jesus. Somebody shout amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema hapa nje ya Isaya. In the book of Isaiah 62, the Bible says because of Jerusalem. Kwa sababu ya Jerusalem sitanyamaza. Hayakosi bahana. Kwa sababu ya Jerusalem, kwa sababu ya Sayuni, Mungu anasema hatanyamaza. Kwa sababu ya Christian Church, mwenyekio Mungu anasema ya kwamba sitanyamaza. Sitanyamaza mpaka nihakikishe nimetimiza ahadi yako niliyonena na wewe. Mungu anasema hatanyamaza. Usiku wa leo Mungu anasema atatimiza ahadi yake aliyonena nawe. Anasema ya kwamba mimi ni Mungu asema Bwana. Praise the Lord. Mungu atatimiza kwa jina la Yesu. Wale wanakaa nyumbani waende kanisani, tunawakosesha usingizi katika jina la Yesu. Tunawakosesha amani. Tunawaita katika pembe hile. Esa Jehova na Yesu. Katika jina la Yesu. Tunawaita kwa majina zao. Wanakuja katika mlima wa Bwana. Na wanapata kushangilia Yesu. Sema amina. Amen. Hallelujah. Amen. Anasema kwa ajili yako sitanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upige hizi vimungu miaka 5 utoke wachie wengine. Amen. Katika injili Tanzania. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuja hapa kutosheka unafikama kwa Bwana. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Ilikuwa ninaambia mpasa. Pasa nimechelewesha sana. Miaka 14. Lakini kama ninamwambia Mungu ya kwamba Bwana mama amenisaidia na utaruhusu nikufie jangwani. Ni kwa maana mapenzi yao walitaka nikufie jangwani. Mapenzi yao walitaka nisiwahi inuka tena. Lakini kwa neema ya Mungu akanisaidia nikainuka. Nikamwambia Mungu wangu utakanipa unisaidie. Nikapata kuwasaidia wakafanyike wanafunzi. Haleluya. Na kanisa langu linamwambia kuna washirika wote niliongoza. Washirika bado wanakuja. Ni kwa sababu ninataka wakafanyike wanafunzi. Na nini pia mkashike maono ya hao watumishi na mkachukue neema iliyo ndani yao na mkapata kueneza injili moja huu. Mtu utawapa wote walio takatifu
katika usiku wa manane. Amen. Maana katika usiku wa manane kuna nguvu za kimungu zisizo za kawaida zinafanya. Sema amen. Maneno juu ya nguvu ni maombi ya usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 2, the midnight prayers cancel satanic operations. Hallelujah. Amen. Ama nguvu ya maombi ya usiku inafuta kila operesheni ya shetani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui ni kitu gani hicho. Amen. Kimesababisha uende maisha ya sako. Amen. Last year tulikuwa hivyo hivyo. Amen. Last year watu ulikuwa hivyo hivyo. Ukitazama nyuma no progress. Nasema leo unatoka. Amen. Nasema leo unatoka. Amen. Katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Yaani ni kuzunguka tu. Hata Yesu akafika, Mungu akafika mahali akamwambia wana wa Israeli, mmemzunguka huu mlima sana. It is the time to go to the other side. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu tu wamekuwa wanazunguka tu. Wanazunguka tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakikuwa Asha, atakikuwa praise and worship. Yaani yeye ajui ni nini katika nyumba ya Mungu. Na tutaitwa tukalie viti. Tumeitwa tufanyie Mungu kazi. Amen. Maana kila mtu atasimama mbele ya kiti cha enzi. Na kila mtu atatoa hesabu yake kulingana na ile kazi aliyofanya chini ya jua. Haleluya. Amen. Wewe ni speciali sana machoni pa Mungu. Mimi ni speciali sana machoni pa Mungu. Mimi ninaona mitume zimeketi mahali hapa. Amen. Lakini kujidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo akawa akamwambia Timotheo, akamwambia usiruhusu yeyote apate kudharau ujana wako. Haleluya. Amen. Usiruhusu yeyote apate kudharau wito wako. Maana lile ndani yako ni mkuu kuliko aliye nje. Amen. So usiruhusu yeyote apate kudharau. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati tusimame tukashika mkono huyu mtumishi wa Mungu na tukapata kupokea hiyo neema. Alikuwa pale Landless wakati nilikuwa ninasimamia prayer center. Nikafika mahali nikamwambia mchungaji, jamani si unapenda maombi. Mpaka roho yangu ikampenda. Nilimpenda hata kiwana naye. Maana kila wakati tu ndio huyo tu. Ndio huyo tu anakuja tu hapa alianza kanisa. Anamtafuta Mungu. Na nikaangalia yule mama nikaona mama asiye wa kawaida. Na moyo wangu ukampenda. Maana maandiko yanasema kwamba ninawapenda wanaonipenda. Amen. Na wanitafuta kwa bidii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kanisa litazaliwa hivyo, lilizaliwa kupitia maombi ya mchungaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kanisa wote niombe kitu kimoja, Mungu ana mtumishi wa Mungu. Kama hutawahi jua Mungu ana mchungaji. Amen. Kuna mtumishi wa Mungu katika huu mlima. Na tunahitaji tutangaze katika mji wa Malekio. Tuseme kwamba kuna nabii katika mlima huu. Amen. Haleluya. Amen. Kuna nabii katika mlima huu. Na ni wewe unastahili kwenda ukazae. Ni kwa sababu mchungaji kazi yake ni kukulisha neno. Lakini kazi yako ni kwenda na ukazae. Ukasema shughuli maana kuna nabii wa Mungu. Katika mlima huu. Kwa maana haya ni mambo ambayo yasiyo ya kawaida. Na kutangazia usiku wa leo ni ulewa pia simame. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Kuna kitu kinaenda kutendeka na sahihi kinatendeka. Amen. Katika ulimwengu wa kiroho. Katika mji na katika maisha yako. Katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Maombi ama nguvu ya maombi ya usiku wa manane inafuta operesheni za kishetani. Haleluya. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Job chapter 5 verse 12. Job chapter 5 verse 12. Haijalishi walichora laini wakasema ufike hapo. Tunatoa hiyo laini, tunafuta. Amen. Tunalegeza kama sawa. Amen. Tunafuta nila sawa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Maandiko yanasema haje? Nitatengua. I love Kizungu. Inasema we frustrate the devices of the wicked. Kiswahili inasema nitatengua. Hai, nitatengua mashauri ya wadanganyifu ili mikono yao isitimize nini? Isitimize mashauri yao. Biblia inasema hivyo. Inasema hivyo. Nitatengua. Asema Bwana. Nitatengua.
mashauri ya wadanganyifu, ili mikono zao zisiweze kutimiza mashauri yao. Kuna mipango imepangwa kuzimu kinyume chako, lakini Mungu anasema ya kwamba anaenda kutengua. Amen. Haleluya. Kila mipango yote imepangwa juu ya maisha yako usiku wa leo, Mungu anasema anaenda kutengua, na mikono yao haitaweza kutimiza mashauri yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema wakati watu walipolala, adui alikuja akapanga magugu katikati ya ngano na kanga zake. The book of Matthew. Tell me the book of Matthew. In the book of Matthew. Usilale, usi wakati wa kulala. Pokea neema. Amen. Ya uamsho wa kiroho. Maana leo kuna uamsho wa kiroho. Amen. Usiku wa leo kuna neema ya uamsho wa kiroho. Ukilala nitakuja hapa mbele nisaidie kuhubiri. Amen. Ninakuona nitakuja na wacha nishike nitakuota. Nitakuita ukuje upate kunisaidia kuhubiri. Maana hili neno ni lako. Ukiona mtu amelala, ujue sasa huyo shetani anataka kumteka, maana hilo neno ni lake. Lakini shetani hataki usikize. Anataka ulale upitwe. Itimie tena another 7 years. Ukipitwa na utendesi wa kiungu, itateka another 7 years. Mungu tulikana. Ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu ambacho nikwambia, mtumishi wa Mungu ameona kitu cha maana sana. Ajajenga gereza kwa Uingereza na siku penda kwa alijipata tu. Vile Paulo na Sila walijipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alijipata tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama sikufika huko, nimekuwa katika magereza. Lakini Mungu amenikomboa. Amen. Na ndio maana nimekuja hapa ili na wewe upate kukombolewa, ukatoka katika hiyo gereza ya usingizi. Katika jina la Yesu. Amen. Mathayo chapter 13. Mathayo chapter 13. Verse 25. Yangu ndio machache sana yangu ndio nasi. Mathayo chapter 13 verse 25. Maandiko yanasema hivi: wakati watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, kama kuna adui mbaya katika maisha ya mteule, ni usingizi. Kama kuna kitu kimegandamiza ndoto za watu, kama kuna kitu kimesababisha ndoto za watu zikapata uzima, ni usingizi. Maana destiny za watu za wengi zinabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndoto za watu wengi zimezimwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maono ya wengi hayamo tena, ni kwa sababu ya usingizi. Hakuna kitu kibaya kama usingizi. Na ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 inasema ya kwamba ombeni bila kukoma. Ni kwa maana maandiko inajua kuna hatari kwa yule anayelala. Na ndio maana maandiko hapa inasema ombeni bila kulala, bila kukoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Ephesians chapter 5 verse 14 inasema ya kwamba Mungu wa kiasi na kukesha. Ni kwa sababu mshtaki wenu ibilisi ni kama simba, si simba lakini ni kama simba ngurumaye, akitafuta mmoja akapata kumeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna kitu kingi kimesababisha Wakristo wakafanyike kuwa Wakristo wahai, ni usingizi. Amen. Am I talking to someone? Amen. Hallelujah. Amen. Usingizi umegandamiza watu wengi. Watu mashujaa, watu wanastahili kuwa mitume, watu wanastahili kuwa wainjilisti katika mji huu. Watu wengi wamegandamizwa kwa sababu ya adui anayeitwa usingizi. Hallelujah. Amen. Ulikuwa na maono lakini yale maono hayamo tena. Hallelujah. Amen. Ulikuwa na ndoto nzuri lakini zile ndoto zimezimwa, ni kwa sababu ya usingizi. Na ndio maana maandiko yanasema basi amka wewe usiziae.
Usingizi unaua. Haleluya. Amen. Usingizi unaua. Maandiko yanasema in the book of First Kings chapter 3 verse 20. Maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na wanawake wawili kahaba. Na maandiko yanasema ya kwamba mmoja akazaa na ikibadaa siku ile ingine yule mwingine anafuatia pia naye akazaa. Lakini mmoja akalalia mtoto wake katika usingizi akafa. Usingizi umeua wainjilisti. Usingizi umeua mitume. Usingizi umeua wachungaji. Haleluya. Usingizi umeua watu wa maana katika nyumba ya Bwana. Ni kwa sababu ya kupenda usingizi. Maandiko yanasema ya kwamba akamlalia yule mtoto na akakufa. Hakuna kitu kibaya kama usingizi. Amen. Na ninaomba Mungu akapate kuturehemu sisi wa Kristo. Tunapata kuamka katika usingizi. Katika usingizi wa usiku. Unapolala ikifika saa 7 amka. Saa 7 ndio wakati wa operesheni za kuzimu pia zinafanya kazi. Adui pia anafanya kazi gizani. Hakika giza ndio maeneo Amen. wachungaji. Gizani ndipo maeneo ya kishetani. Hapo ndipo shetani anakaa. Na kama kuna operesheni nyingi zinafanyika usiku wa manane. Wakati watu wamelala. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba kama mwenye nyumba kama angejua wakati ule mwizi atakuja, maandiko yanasema basi asingelala. Haleluya. Alikesha ili nyumba yake isiibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wote wakati tunastahili kuamka na kuomba saa 7 usiku wa manane. Sisemi kitu ambacho sifanyi mbele za Mungu. Ninaamka saa 7. Ninaliita jina la Bwana. Nimepiga pale kwa sababu ya maombi. Pastor Veronica is a witness. Kama si maombi singefika mahali pale nimefika. Maana kuzimu ilitaka kuniangamiza kutoka kitambo. Lakini kwa neema zake Mungu na kupitia maombi, hakika Bwana amenipigania. Amen. Na wewe pia kwa jina la Yesu utapiganiwa katika jina la Yesu. Ukisimama katika moyo na kuomba, nakwambia utapiganiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatima nyingi za watu zimezima kwa sababu ya usingizi. Tunastahili tuko mbali. Kwa mchungaji siroti hapa. You need more. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We need more in the kingdom of God. Amen. Kanisa ule wakati wa kuamka. Amen. Sikusema tulikuwa na kesha Januari. Ni wakati tu wanakesha na hata ikiwezekana kila Friday. Ili kanisa kubwa haistahili kufunga all the time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema anakipe fire money. Nyinyi watumishi nyinyi ndio watumishi wa kesho. Nyinyi ndio wachungaji wa kesho. Amen. You need this altar to be burning 24/7. Amen. Kila mahali hapa papa tuna waombezi mkitafuta Mungu. Huu ni mji wenu mkapata kubadilisha mji huu. Na Mungu akapata kuonekana katika mji huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaona katika ule utafsiri tumalizia. Tunaona katika ule utafsiri wa Mungu in verse 37. Inasema nini? Mtu anisomee. 37:39. Mathayo chapter 37:39. Mtu anisomee. Na watu wasomee Biblia na utabarikiwa. Hata kama ni watu kumi sote. 37:39. Lugha tu ya watu wataweza kuelewa. Maandiko yanasema hivi. Akajibu akasema, asipataye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanafunzi wa Yesu wakakuja wakamwambia Yesu, tufafanulie ni nini maana yake ya magugu ya Godeni. Na Yesu basi akaanza kuwapatia yale matafsiri. Ni kwa sababu mara nyingi Yesu alipokuwa na makutano alikuwa ananena kimethali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini akiwa anabaki na wanafunzi wake, basi Yesu alikuwa akinena waziwazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana basi wale wanafunzi wakakuja kwa Yesu, wakamwambia Yesu, tufafanulie ni nini maana yake hii uliyosema juu ya magugu ya Godeni. Na basi Yesu akaanza kuwaeleza, akawaambia ya kwamba
farasi. Haleluya. Amen. Akamwambia ile mbegu njema ni wana wa ufalme. Amen. Haleluya. Amen. Na akamwambia yule adui naye ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akamwambia aliyepanda ile mbegu njema ni wana wa Adamu. Haleluya. Amen. Na akamwambia basi naye yule aliyefuna ni malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ukisoma ile book of Matthew chapter 24, Mathayo inasema ya kwamba na kisha nikaona. Haleluya. Amen. Kisha nikaona mwana wa Adamu akishuka katika mawingu na nguvu na utukufu mwingi, akiwa na malaika na akiwa na sauti kuu ya parapanda, na akawatuma malaika wake katika pembe nne za dunia ili apate kuokota wateule wake. Na Mathayo inasema na wote tutakutana ile pema sita. Na hiyo ndio yale mafuno ya Mungu hivi karibuni anakuja kufuna upesi. Ni juu yako ujiulize utakuwa wapi? Maana Maandiko yanasema na kila jicho litamuona mwana wa Adamu akishuka juu ya mawingu. Hakuna yeyote aliyeonekana akija kwa mawingu, lakini siku hiyo Maandiko yanasema na kila jicho litamuona mwana wa Adamu, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, na kila magoti yatapiga chini. Wakati ndio huu kanisa tukapate kuamka katika usiku wa manane na tukapate kumtafuta Mungu wakati huu anaweza patikana. Tukaweze kumtafuta Mungu wakati huu ambaye tunaweza kuona Mungu, maana wakati unakuja ya kwamba hataweza kupatikana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu ndio wakati tukapate kumtafuta Mungu, maana Yesu apatikana. Amen. Haleluya. Amen. Tusimame katika jina la Yesu. Oh Jesus, thank you Jesus. Mwambie Bwana nisaidie. Bwana nisaidie Bwana kukutafuta. Mwambie Bwana nisaidie. Nisaidie Bwana sisi kalala. Maana Maandiko yanasema walipo